Ndugu wapendwa, jambo muhimu zaidi ambalo mwanadamu anapaswa kulitafuta si mali, si cheo, si umaarufu, wala si mafanikio ya dunia hii. Jambo muhimu zaidi ni kupata uzima wa milele. Maana yake ni nini mtu afaidi dunia yote lakini apoteze nafsi yake? Maisha ya duniani ni ya muda mfupi, lakini maisha ya baada ya kifo ni ya milele. Mungu alipomuumba mwanadamu, hakumuumba kwa ajili ya kuangamia, bali kwa ajili ya kuwa na ushirika wa milele pamoja naye. Hata hivyo, dhambi iliingia duniani kupitia kutomtii Mungu, na kwa sababu ya dhambi, mwanadamu akatengwa na Mungu. Dhambi ilileta mauti, huzuni, uchungu, mateso na kutenganishwa na utukufu wa Mungu. Biblia inasema katika Warumi 3:23 kwamba wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hii ina maana kwamba hakuna mwanadamu aliyemkamilifu mbele za Mungu kwa matendo yake mwenyewe. Wote tunahitaji wokovu. Wote tunahitaji msamaha wa dhambi. Wote tunahitaji neema ya Mungu. Lakini habari njema ni kwamba Mungu hakumwacha mwanadamu katika hali ya kupotea. Kwa sababu ya upendo wake mkuu, alimtuma mwanawe wa pekee, Yesu Kristo, aje duniani kuwa mwokozi wa ulimwengu. Yesu hakukuja kwa ajili ya watu watakatifu pekee, bali kwa ajili ya wenye dhambi. Alikuja kuwatafuta waliopotea na kuwapa tumaini jipya. Yesu Kristo aliishi maisha matakatifu yasiyo na dhambi, kisha akachukua dhambi zetu juu yake mwenyewe na kufa msalabani kwa ajili yetu. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, aliumizwa kwa maovu yetu, na adhabu iliyotuletea amani ilikuwa juu yake. Damu yake takatifu ilimwagika ili kutusafisha kutoka katika dhambi zote. Lakini kifo hakikuweza kumshinda. Siku ya tatu, Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Ufufuo wake ni ushahidi kwamba ameshinda dhambi, ameshinda mauti, ameshinda shetani na amefungua njia ya uzima wa milele kwa kila anayemwamini. Uzima wa milele si tu kuishi milele. Hata waliopotea wataishi milele, lakini mbali na Mungu. Uzima wa milele ni kumjua Mungu wa kweli na kuwa na ushirika naye milele. Ni maisha ambayo huanza wakati mtu anampokea Yesu Kristo moyoni mwake na yanaendelea hata baada ya kuondoka duniani. Yesu alisema katika Yohana 14:6 kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hii inaonyesha kwamba hakuna njia nyingine ya wokovu isipokuwa Yesu Kristo. Si dini, si matendo mema, si sadaka, si juhudi za kibinadamu zinazookoa. Wokovu ni zawadi ya neema ya Mungu inayopatikana njia ya imani katika Yesu Kristo. Mtu anapomwamini Yesu kwa moyo wake wote, anatubu dhambi zake na kumkabidhi maisha yake, Mungu humsamehe, humtakasa, humfanya kuwa mtoto wake na humwandikia jina lake katika kitabu cha uzima. Huo ndio mwanzo wa maisha mapya ndani ya Kristo. Uzima wa milele unaleta amani ambayo dunia haiwezi kutoa. Unaleta tumaini katikati ya majaribu. Unaleta furaha katikati ya machozi. Unaleta nguvu wakati wa udhaifu. Na zaidi ya yote, unatoa hakika kwamba siku moja tutakuwa pamoja na Bwana milele katika ufalme wake. Leo hii watu wengi wanahangaika na maisha ya muda mfupi huku wakisahau maisha ya milele. Wanajenga nyumba nzuri lakini hawajiandai kwa makao ya milele. Wanatafuta chakula cha mwili lakini wanasahau chakula cha roho. Wanatunza afya ya mwili lakini hawajali hali ya nafsi zao mbele za Mungu. Swali la muhimu sio una pesa kiasi gani, una elimu kiasi gani, au una marafiki wangapi. Swali la muhimu ni hili: je, umempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Je, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima? Je, ukiitwa leo kutoka duniani, uko tayari kukutana na Mungu? Habari njema ni kwamba mlango wa neema bado uko wazi. Yesu bado anaokoa. Yesu bado anasamehe mioyo iliyovunjika. Yesu bado anawapokea waliotubu. Hakuna dhambi kubwa kuliko neema ya Mungu. Hakuna maisha yaliyoharibika kiasi kwamba Yesu hawezi kuyabadilisha. Ikiwa utamjia Yesu kwa moyo wa unyenyekevu, atakusamehe. Ikiwa utamwamini kwa moyo wake wote, atakupa uzima wa milele. Ikiwa utadumu ndani yake, atakuongoza mpaka mwisho wa safari yako. Hivyo basi, ndugu wapendwa, tusiishi kwa ajili ya dunia hii pekee. Tuishi tukiwa na macho yetu kwa umilele.
Tumpokee Yesu Kristo kwa moyo wote, tushike wokovu wetu kwa uaminifu, tuenende katika utakatifu na kumtii Mungu kila siku, kwa maana zawadi ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mwisho wa yote, habari njema za Injili ni hizi: Yesu alikufa kwa ajili yetu, alizikwa, akafufuka, na leo anatoa uzima wa milele bure kwa kila anayemwamini. Chagua Yesu leo, chagua wokovu leo, chagua uzima wa milele leo. Amina. Ndugu mpendwa, kama umeusikia ujumbe huu na Roho wa Mungu amegusa moyo wako, usiufanye mgumu moyo wako. Yesu Kristo anakuita leo, anakupenda, alikufa kwa ajili yako na amefufuka ili akupe uzima wa milele. Kama unatamani kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, fuata sala hii kwa imani kutoka moyoni mwako. Sala ya toba. Bwana Yesu Kristo, ninakuja mbele zako leo nikiwa mwenye dhambi. Ninakiri kwamba nimekosea mbele zako kwa mawazo, maneno na matendo yangu. Ninajuta kwa dhambi zangu zote na ninazitubia kwa moyo wangu wote. Bwana Yesu, ninaamini kwamba ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Ninaamini kwamba damu yako ilimwagika kwa ajili ya wokovu wangu. Ninaamini kwamba ulizikwa na siku ya tatu ukafufuka kutoka kwa wafu. Leo ninaufungua mlango wa moyo wangu. Ingia ndani ya maisha yangu. Nifanye kuwa mtoto wa Mungu. Nisamehe dhambi zangu zote. Nioshe kwa damu yako takatifu. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Na kukubali leo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nisaidie kuishi maisha matakatifu na kukufuata siku zote za maisha yangu. Asante kwa kuniokoa. Asante kwa kunisamehe. Asante kwa kunipa uzima wa milele. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amina. Kama umeomba sala hiyo kwa imani, neno la Mungu linasema kwamba wewe ni kiumbe kipya. Mambo ya kale yamepita, tazama, yamekuwa mapya. Karibu katika familia ya Mungu. Sasa, hebu nikuombee. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ninawaweka mikononi mwako wote waliompokea leo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Bwana, wajaze Roho wako Mtakatifu. Watie nguvu katika safari yao mpya ya wokovu. Wape njaa ya kusoma neno lako, shauku ya kuomba na moyo wa kukutafuta kila siku. Walinde dhidi ya mashaka, majaribu na kila mpango wa adui. Wafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Watie mizizi katika imani yao ili wasitikisike. Waponye waliovunjika moyo, wafariji wanaolia, wainue waliokata tamaa na wape ushuhuda mpya wa neema yako. Fungua macho yao ya kiroho wamjue Kristo kwa kina zaidi kila siku. Bwana, waongoze katika njia ya haki. Wafundishe kutembea katika utakatifu na utii. Jaza nyumba zao amani yako, furaha yako na uwepo wako. Na siku zote za maisha yao wasije wakatengwa nawe, bali wadumu katika imani mpaka mwisho, ili siku ile ya utukufu waweze kusimama mbele zako wakiwa washindi. Tunashukuru kwa wokovu uliowafikia leo. Tunashukuru kwa majina yao kuandikwa katika kitabu cha uzima. Tunashukuru kwa maisha mapya ulioanza ndani yao. Katika jina kuu na lenye mamlaka la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu, tumeomba na kuamini. Amina. Mungu akubariki sana. Kama umempokea Yesu leo, endelea kusoma Biblia kila siku, omba kila siku na kushiriki katika kanisa linalomfundisha Kristo na neno la Mungu kwa uaminifu. Yesu anakupenda na safari yako mpya ya wokovu imeanza leo. Amin. Tumefika mwisho wa ujumbe huu. Unaweza kusubscribe, comments, like na share kama bado haujafanya hivyo, ili kuendelea kubarikiwa hapa hapa katika Maisha na Neno Uzima kwa Wote. Kwa heri.